ajili ya kanisa lake na kwa ajili yetu sisi mchana wa leo. Kwa hiyo msalaba wa Yesu ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana. Ni wa muhimu sana. Na ndio maana wale waimbaji wa tenzi za rohoni wakasema usifiwe msalaba. Kuna vitu viwili vya kusifiwa. Usifiwe msalaba, alafu baadaye lisifiwe nini? Lisifiwe kaburi. Eti kaburi la Yesu limezidi makaburi yote. Kaburi la Yesu limefanyaje? Kwa nini limezidi makaburi yote? Unajua kwa nini? Kwa sababu kwanza, kaburi la Yesu ni kaburi la kwanza kulindwa. Yaani baada ya Yesu kuwa amekufa, wakawekwa na walinzi juu yake. Tena walinzi wakali. Kwa sababu ya rumors kwamba huyu mtu kabla ya jafa walisema kwamba atafufuka. Twende tukalinde kaburi lake, asije akaibwa na wanafunzi wake, alafu watu wakasema kwamba amefufuka. Kaburi la Yesu likalindwa. Baada ya kulindwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, Biblia inasema, sio mimi, Biblia inasema siku ya tatu alfajiri, malaika kutoka mbinguni, sura yake kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji, akashuka. Likatokea tetemeko kwa sababu ya malaika. Makaburi mengine yote hawezi kutetemesha. Kaburi la Yesu linatetemesha miamba. Kaburi la Yesu linaruhusu malaika washuke. Akashuka yule malaika, akashuka. Wale waliokuwa na linda, waliokuwa lindo la zamu, kwa kuogopa hawajasemeshwa. Hawajasemeshwa wala hawajatishwa. Yaani malaika yuko bize na shughuli zake. Kwa kumwogopa tu alivyo, anavyoonekana, wakatetemeka, wakawa kama wafu. Yule malaika akalitoa jiwe. Yesu akatoka kaburini. Unaona kwa nini kaburi la Yesu lisifiwe? Kwa sababu ni kaburi ambalo yeye aliyezikwa hayupo ndani tena. Ameshinda mauti. Kwa hiyo Ukristo, ukiona kaburi wazi, ukiona msalaba, hapo ndipo ambapo nguvu za Ukristo zimelala hapo. Kaburi wazi manake hakuna mauti inayoweza kulishinda kanisa. Ndio maana tunaamini kwamba chochote kilichokufa, kanisa linaamini na lina nguvu ya kurudisha kwenye uhai chochote kilichokufa. Kwa nini? Kwa sababu yeye aliyeianza kazi hii ameshinda nguvu ya kaburi, ameshinda nguvu ya mauti. Hayupo kaburini, anaishi milele yote, anaishi mpaka leo, anaishi mpaka leo. Huyo ndiye ameanzisha Ukristo. Yaani ni yeye tu aliyeanzisha Ukristo. Kuzaliwa kwake kukabadilisha kalenda. Yaani kalenda za nchi zikabadilika, kalenda za dunia. Unajua